Siafu Online TV, qulil haqqa wa in kana Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Sina budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunirejesha kwetu nikiwa salama na mwenye afya, ijapokuwa hapa katikati hapa siku mbili tatu kidogo kifua kilikuwa hakijakaa sawa. Nilitoa ahadi ya kwamba nitarudi mtandaoni, na jambo la kwanza nitakuwa nimekuja kusafisha ujinga wa huyu jamaa anajiita Musa bin Alawi kutoka pale Ukweni Pemba. Aisee vijana, mimi kama kawaida yangu bana, mimi ndo Ibrahim Siafu, mtambo wa kurekebisha tabia. Sipendagi ujinga, kwa hiyo hata na wewe pia unapaswa kuchukia ujinga kwa njia yoyote. Kabla yote kwanza, hebu twendeni tukamsikilize jamaa yenu mganga huyu profesa anajiita anawapa watu utajiri. Anatumia nguvu kubwa sana kuaminisha watu ya kwamba eti wamfuate yeye watakuwa matajiri. Mpuuzi mmoja huyu, halafu yeye ndo anaomba watu pesa na kuwaibia. Easy kabisa hili. Hebu tulisikilize kwanza afu turudi. Naam ndugu zangu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo Musa bin Alawi na kuja jijini Dar es Salaam inshallah. Wakazi wa Dar es Salaam, kama ilivyo desturi yangu, tuweze kukutana walilele alhamdu. Na nilisema Musa bin Alawi, mimi sio maskini na siko katika maskini, na kuja inshallah jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo lakini hakikisha usiwe na story nyingi unapohitaji kupata huduma. Sio kibao hichi sio Musa bin Alawi ni kibao sijui na nini, hapana, sio kibao hichi. Na kuja inshallah jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo anahitaji kukutana na profesa wa tiba, lakini hakikisha uko ndani ya appointment. Ndio namna ya kukutana Musa bin Alawi. Napatikana kupitia Aisee, nadhani mmemsikia vizuri. Huyo ndo Musa bin Alawi, anajiita profesa wa tiba. Kijana mdogo anajiita kijana tajiri, shenzi mmoja huyo. Nilikuwa namfuatilia sana muda mrefu sana, nimemfuatilia. Kilichonifanya nichoke sasa kumfuatilia, sasa naona anazidi mipaka, anazidi. Huyu jamaa kipengele kikubwa ambacho anakishikilia ni kile kipengele cha pesa. Kwa sababu anaona watu wengi wana shida ya pesa siku hizi. Kwa hiyo video zake nyingi utamuona anashika pesa kuwatamanisha watu. Na kwa vile dunia imeharibika sasa hivi, maisha yamekuwa magumu, changamoto za hapa na pale, magonjwa mengi, shida. Kwa hiyo imekuwa sasa watu wamekuwa wanatamani ule utajiri. Amepambana huko, amewaibia watu, amewadhulumu watu, ndio tabia yake. Anawaibia watu, akipata pesa anazikamata, anazihifadhi na kuja kuzirekodi huko TikTok. Tunasema wazi ya kwamba huyu jamaa ni mwizi, hakuna mganga wa aina yake. Na kama kweli hasa wapo waganga wenye kuwapa watu pesa hawafanyagi upumbavu, mimi nathibitisha kweli uchawi upo na waganga wapo wanafanya mambo ya kishirikina kwa lengo la kuwapa watu pesa, lakini sio huyu Musa Alawi. Lakini pia tunawaambia watu wa kwamba wamogope Allah subhanahu wa ta'ala popote pale watakapokuwa, kwa sababu shirki ni haramu na ni dhambi na ni makosa makubwa sana. Kumfuata mtu kwa lengo la kupata fedha, yani unamfuata mtu kwa lengo la kupata fedha kwa kutumia majini, ni uchawi na ni dhambi, ni haramu kwa Muislamu mwenye imani kamili, mwenye imani thabiti. Sasa huyu jamaa anajifanya yeye sijui ndo ustadhi, sijui mwalimu wa chuoni, hata simuelewi, kwa sababu haeleweki huyu jamaa yuko kundi gani. Anatangaza Uislamu kwa mbali, lakini pia anatangaza na ushirikina. Hatumjui tumweke kundi gani. Mimi watu kama hawa huwa nawaita washenzi. Hawa ni washenzi tu, wanatumia kivuli cha dini kuyafanya mambo yao ya kiupuuzi na machafu yenye kuwapotosha watu. Huyu jamaa kawaida yake ni kwamba anakamata pesa halafu anakulazimisha wewe eti uende kwake uwe tajiri. Ikiwa sasa hivi ulimwengu huu tuliokuwa tunao, mtu kula tu hataki kukupa chakula tu mkononi hivi, ukimwomba anakuambia ndani hana. Halafu leo hii eti huyu kajifanya kakaa na pesa, eti anawataka watu wawe matajiri, eti anawaita. Kama ungekuwa unatoa tajiri kweli, kwanza wala usingepata muda wa kujirikodi na pesa. Ambao ndo wanafanya haya mambo hawajirikodi na pesa. Shenzi mmoja wewe. We ni mwizi, tapeli, unawatapeli watu kila mkoa, unaenda unawaibia, unarudi unakuja kujirikodi. Na wala sijitokee punda akaja akasema eti Siafu unamzulia ushahidi uko wapi. Ingieni TikTok hapo, video hiyo hapo, si mnaiona? Nimeipiga duara nyekundu. Nendeni pale mkaangalie hii clip nilioitengeneza, ina watazamaji wa kutosha, mna comment za kutosha. Wale wote ambao wametapeliwa ndo wameingia kwenye video hiyo. Kwa hiyo kija hapa leo sije ukaniambia kwamba eti Ibrahim Siafu Musa Alawi unamwonea choyo. Mimi si muone choyo. Mimi ni muone choyo Musa Alawi. Musa Alawi ananiania choyo mimi. Mimi alhamdulillah sina pesa za mashati, napambana natafuta, wala sijamkera Mungu wangu. Na kama nimemkera kwenye mambo mengine ya kibinadamu, sio kuwadanganya watu kwa kuibia pesa nyingi. Mshenzi mmoja huyu jamaa. Huyu jamaa ni mwizi, ni tapeli. Wazee mnomfuata huyu, niwaambie tu ya kwanza, muogopeni Allah popote mtakapokuwa. Lakini pia mkumbuke maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu kama sahau katika suratul Jinni. Aya ngapi hii? Taiangalia huko sura 6 ya ngapi? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah anasema wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa.
Allah anasemaje katika hiyo sura au katika huo mstari? Na hakika kulikuwa na waume miongoni mwa wanadamu waliokuwa wakijikinga kwa wanaume miongoni mwa majini, basi wakawazidishia uovu. Kuna watu eti wanakwenda kwa waganga kutafuta kinga, kujikinga. Huyo mganga hiyo kinga akupe wapi kama si kutumia majini? Lakini pia aya hii pia inaleta muradi wa kuyatafuta mafanikio kupitia majini. Tunamwambia huyu Musa Alawi kitabu cha maana hana, hebu alete kitabu cha babu yake, kwa sababu huenda huu uchawi, huu uganga, utapenda anaofanya kwa uchukua kwa babu yake au kwa bibi yake. Hebu atuletee kitabu chochote ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameturuhusu sisi Waislamu tutafute pesa kupitia majini. Hebu atuletee. Kama yeye kweli anasema sio shirki anayoifanya yeye, atuletee kitabu ambacho kinaruhusu mtu yoyote ili apate pesa ayatafute majini ayatumie, na wala asija akatuletea stories za Nabii Suleiman ya kwamba alikuwa anawatuma majini. Nabii Suleiman alikuwa anawatuma majini katika masuala ya ujenzi na mambo mengine, sio kuwa tajiri, kwa sababu Nabii Suleiman peke yake alikuwa tajiri tayari. Sisi umma wetu ni wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu jamaa ni mwizi, sio tapeli. Tunamwambia amuogope Allah popote atakapokuwa. Wallahi atakwenda kuulizwa juu ya dhulma alizokuwa na wadhulumu watu. Kuna watu kwenye video hiyo nilokuonesheni mkiingia, kuna watu wanasema walikuwa na maradhi, wanaumwa, mtu mzazi wake ana paralyze, ana stroke, kachoka. Musa Alawi anawaambia watu anatibu, halafu kumbe anachukua pesa, harejeshi pesa, hapokei simu. Mimi kuna simu kibao nimezipokea comment kutoka Marekani, wanalalamika watu wameibiwa. Kuna mdada mmoja yupo Canada akatuma pesa akaibiwa, anatoa namba za simu, mkimpigia hapokei. Wallahi utakwenda kuulizwa Musa Alawi popote utakapokuwa. Na kama haya maneno nayoongea hapa unasema ni uongo, tengeneza video uulize, je, ni nani kati yenu nilomdhulumu? Kama kweli kidume wewe, utawaona watu wengi kwenye video umewadhulumu na watathibitisha kwa ushahidi. Ukiingia kwenye hiyo video yangu tena, kuna watu wengi umwadhulumu Musa Alawi, wengi umwadhulumu, umechukua pesa zao, hupokei simu, ukipigiwa simu hupokei. Kuna wengine kuonana na wewe tu unawaambia kwanza wakutumie 400,000. Shenzi moja, una nini wewe mpaka watu wakuone wewe tu kwa 400,000? Wallahi utakwenda kuulizwa na utakwenda kujibu na utatakiwa uwalipe watu haki zao. Wallahi nakwambia Musa Alawi, kama hujawalipa pesa za watu utakufa kifo kibaya mshenzi wewe. Dhulma haimwachi mtu salama. Nimekuvumilia sana mpaka nimeshindwa, sipendagi ujinga mimi. Na kwa kuendelea kumalizia, nikwambie tu Musa Alawi, mimi sikuogopi. Yaani mimi sijawahi kuogopa shetani wala jini. Sawa, sijawahi kuogopa shetani wala jini. Ijapokuwa kwa asilimia zote najua huwezi kunifanya chochote katika uchezo, kwa sababu wewe huna lolote. Wewe ni mwizi tu. Una chochote? Umeelewana vizuri? Na wala usipate shida kutafuta jina langu. Mimi jina langu Ibrahim bana. Alafu mamangu anaitwa Balkis. Kwa kiroga vizuri, angalia vizuri, shenzi moja wewe. Yaani kwenye masuala hayo mimi hata siogopi. Kikubwa tu watu nimeongea haya Waislamu wajue kwamba huyu mtu ni mwizi. Lakini pia Waislamu wamuogope Allah subhana. Wasiende katika masuala haya, wasitafute pesa kwa njia hizi, maana wataishi bila ya amani. Haiwezekani unatafuta pesa kwa njia za kishirikina halafu utaishi kwa amani, kwa sababu pesa ambazo utakazozipata utazipata za masharti. Ukiishi kwa masharti utakosa amani. Ndugu yangu, pambana, fanya kazi, tafuta njia ya kufanya ukapata pesa. Musa Alawi, popote utakapokuwa, nataka uache ujinga, alafu sikuogopi, alafu ndo nishakuweka wazi ya kwamba wewe mwizi. Najua utakasirika kwa sababu biashara yako itakuwa nimeshaiua, lakini mimi nimeyafanya haya kwa kupata fadhila kutoka kwa Allah subhanahu, kwa kuwatahadharisha watu wamuogope Allah. Lakini na wewe jamaa Musa Alawi, muogope Allah. Maisha ni maduchu sana. Hizo pesa unazozipata kuna muda wake zitakata, lakini pia hata zisipokata hutaondoka nazo, bali utakapokwenda utakwenda kuzitumikia kwa adhabu kali utakazoipata juu ya dhulma uliodhulumu watu. Wewe sio mganga, wewe ni mwizi. Tunaongea haya kinywa kipana, dunia nzima waelewe, wewe ni tapeli. Hakuna mganga anayejifanya na watafutia watu utajiri alafu eti anatangaza pesa mtandaoni. Pesa ulizozikamata ni pesa za watu, na watu washalia huko, watu washalalamika huko, watu washaleta istighfar kwa ushirikina ambao walitaka kuja kuufanya kwako. Kwa hiyo muogope Allah popote utakapokuwa. Na saha zangu kwa Waislamu wenzangu, wajiepushe sana na mambo haya, lakini pia yakumbukeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia, ijtanibu sab'al mubiqat, jiepusheni na mambo 7 yenye kuangamiza. Akaendelea Mtume kwa kusema ashirku billahi wa sihru, kumshirikisha Allah na uchawi. Wazee, msiende kwa waganga kwa lengo la kutafuta pesa. Huyu jamaa ni tapeli, na mkitaka kuona kama yeye ni tapeli kweli, ingieni kwenye video ile kule ya TikTok. Lakini pia hata hapa kwenye video hii watu waliodhulumiwa pia watakuja, na ndo nawaomba pia waliotapeliwa waje hapa. Kama mtu ana miamala ya screenshot yaweke hapa ili dunia nzima aisaidie. Maisha tunayoishi ni maisha magumu sana. Mtu ana matatizo, mtu
mtu hana kazi yenye kueleweka, mama anataka kumsaidia mtoto wake, baba anataka kumsaidia mama yake, anakwenda kwa huyu jamaa eti kwanza kuongea naye tu, kwanza eti tumtumie sijui 1000 ngapi, ramli tu 1054. Subhanallah, huyu jamaa ni mwizi sana. Hebu njoo hapa, weka muamala, thibitisha ushahidi wako. Ijapo kwa TikTok mkenda mtaona mengi, lakini nayafanya haya ni kwa sababu ya kuokoa umma wa watu wanaodhulumiwa na kutapeliwa, lakini pia Allah subhana awasamehe nyinyi ambao mmeenda kwake kwa lengo la kutafuta hizo pesa za kishirikina. Allah nisamehe na mimi na Allah tusamehe sote kwa ujumla. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao tunasikiza maneno mazuri na kuwafanyia kazi. Mimi ndo Ibrahim Siafu, mtambo wa kurekebisha tabia, sipendagi ujinga, na tutawanyosha na mtanyoka kama rula. I say kijana wangu ambaye umeingia kwenye ndoa juzi, wazazi wangu ambao umpo kwenye ndoa lakini mpaka sasa changamoto bado haijawaacha salama ya tendo la ndoa. Kijana wangu, njoo nunue hiki kijiti hichi hapa, wala usije ukatoa pesa nyingi. Nadhani mnaikumbuka Cuba na nyote mnaitumia. Cuba ni moto mwingine, lakini pia kama kawaida yenu sipoe kijana wenu. Mimi nikisafiri mikoani nafuata mambo yangu, lakini nafuata na hizo habari. I say hivi vitu sijavipata hapa. I say hivi vitu nimevipata mbali, maporini huko, milimani huko, mbali huko, Iringa vijijini huko, shamba huko. Chukua hichi kijiti. Kama unaona kutoa 30,000 ya kuinunua dawa ile nyingine ni changamoto, basi chukua hichi kijiti. Hichi kijiti mimi nakuuzia 5,000 vijiti viwili. Tumeelewana? Acha kulalamika kusema Ibrahim Siafu dawa yake ile pale siwezi. Japo kwa inapiga kazi huiwezi. Nunua hichi kijiti ndugu yangu. Nitakupa vijiti viwili tu vinakutosha. Hichi kijiti unakitafuna na karanga. Unakitafuna na karanga au korosho kwa sababu hichi kijiti ni kichungu. Sawa? Kwa hiyo tafuna hichi kijiti. Hichi kijiti mwanangu nusu saa tu kinaleta majibu. Na mimi nikiuza dawa namuuzia mtu na mke wake. Ukijiona wewe muhuni haina shida, ni juu yako. Nunua hichi kijiti, tafuna na karanga au na korosho. Hichi kijiti unatafuna tu kimoja. Bei rahisi tu. Njoo nikuuzie kwa shilingi 5,000. Nipigie simu. Wala usilalamike useme pesa kubwa. Njoo tu na hiyo 5,000. Alafu wewe utapata taarifa. Hichi kijiti ukikila kimoja kinakaa mwilini siku 3. Kwa hiyo ukiamua kuchukua vijiti viwili, kwa hiyo wewe hapa una siku 6 za jogoo kuwika. Kuna kaka zangu wengine wanafanya kazi nje, kwa hiyo akija makwao wanakaa siku 2 wanaondoka tena. Aisha, chukua hivi vidude ukija ile safari yako wewe na matumaini. Chukua hivi vijiti. Hivi vijiti vinakwenda kuondosha mfumo mzima wa kuwahi kufika. Maana yake ukikitumia hivi vijiti utachelewa kufika. Maana yake utafurahia tendo na mwenza wako ataenjoy. Hizi habari za kusalitiana, kuchepukiana hizi zinaisha tu bila shida yote ndugu yangu. Kama uliona dawa ya Cuba uiwezi, chukua hivi vijiti. Lakini kama utakuja nitakuuzia dozi hii, maana yake nitakupunguzia bei sana. Siwezi kukuuzia 5,000 mara 100. Hii inakuwa ndo dozi kamili, manake hii inakuwa ndo tiba. Ukitumia hivi vijiti tunakwenda kukutibu na hutotumia dawa tena yoyote ambayo itatangazwa mtandaoni. Hii hapa ni dozi nzima, vinatoka vijiti 100. Wewe agent, wewe winga, ukiamua kuchukua hivi vijiti kwa ajili ya kuuza, njoo tufanye biashara. Mimi nitakupa utakuwa unauza 5,500. Piga hesabu, humu mnatoka vijiti 100. Kwa hiyo kama utakiuza kijiti 1,000 tupige hesabu utakuwa na kiasi gani. Sawa? Wewe ambaye kijana wangu na matatizo ya changamoto ya kufika, hufanyi tendo vizuri, unawahi haraka, mkeo haenjoy, chukua hivi vijiti. Lakini pia ukiacha hivi vijiti, ipo dawa hii hapa ambayo ndo hii. Hii dawa nimeitoa mbali sana. Huyu ni Masai OG. Hii dawa ina mchanganyiko wa miti miwili. Nadhani mnaona kuna mti mweupe kwa mbali, lakini kuna mti wa chocolate. Hii dawa pia nayo ni dozi ambayo hii unatumia kwa maziwa au supu au maji ya moto au chai. I say hizi dawa zote zimejaribiwa huko ninakotoka nazo. Mpaka nimebeba kitu jue kina faida. Tumeelewana? Hii hapa ni dozi ya vijiko 4 tu. Tumia vijiko 4, tumia viwili leo, viwili kesho. Alafu taarifa utanipa wewe. Mimi sikwambii utakaa siku ngapi, utakuwa mzima. Tumeelewana vizuri? Taarifa utanipa wewe. Huu ni unga bakora. Hii ni ya maziwa, lakini hii hapo unatafuna na nini? Tumesema na karanga. Hii ni ile chap chap, kwa sababu labda kununua vijiti vyote utaona shida kwa sababu ni vichungu sana. Kwa hiyo hii hapa ni ya chap. Hii hapa unajitibu. Hizi dawa zote zinaleta majibu baada ya nusu saa au risali moja. Hizi dawa zote. Kwa hiyo ukinunua hii vijiko viwili tayari. Kama kuna vijana wangu au walimu wangu nilikupeni ile dawa ya unga haijaleta changamoto, njoni hapa. Tena naambia Sameni nimenunua ya unga lakini haijanisaidia, njoo hapa uchukue hii hapa. Lakini pia tuna haya mafuta ambayo haya hayarefushi ume. Haya yanakwenda kuimarisha ume. Kama ume wako ni legelege unakuwa imara. Bila kusahau mafuta ya kurefusha ume hapo, lakini pia maradhi yote magumu kama una pumu, una sukari, kama si una magonjwa kiparalyze na magonjwa mengine sijui moyo, sijui maradhi yote magumu yanati
kutibika kwa mkataba maalumu. Unakuja hapa kwanza, tunakubaliana unalipa pesa robo, na kutibu ukipoa unamaliza pesa. Wanawake, uzazi changamoto, mwanaume uzai, umechelewa kuzaa, mwanamke umechelewa kuzaa, njoo tumalize hilo tatizo. Piga simu tuongee vizuri. Siafu Online TV, kulil haqqa wa in kana